Sijui kiundani, lakini kwa namna ambavyo ninavyolifahamu, Diamond Platnumz ni binadamu na hakuna binadamu ambaye mwenye asiyokuwa na kinyongo ama nyongo, si ndivyo? Hata mitume ilitolewa nyongo. Kwa hivyo kama kuna jambo anaona limekaa vibaya na kuna maneno pia ameyasikia na ameappreciate, anaweza kurudi nyuma tu, kwa sababu wapo watu wanarudi nyuma kwa wazazi wao waliowazaa kabisa. Je, kusikia mtu akimkataa babake mzazi? You're right. Kwanza linasikitisha kwa sababu mtu anapoumwa unajua ni swala nyeti kidogo. Kwa hivyo kama wauguzi ama kama wahusika wakuu wa watu ambao mna facilitate kila kitu kwa mgonjwa, natakiwa muwe na busara, muwe na hekima kwa wakati huo. Ni wakati ambao kwa karibu na Mungu, ni wakati ambao mnahitaji faraja za watu mbalimbali, lakini nimeona tofauti kidogo kwenye familia ya Fela. Si mke, si mtoto, design kama wanahitaji kutrend sasa kupitia maradhi ya Fela, kitu ambacho wengi walikuwa wafahamu kama mkubwa Fela alikuwa anaumwa, lakini wao wamekuwa kama swala wanalileta kwenye media, sasa wanalileta kwenye trending, wanalileta watu wazungumze, wanalileta wanawapa watu content. Na ni kweli sasa hivi limekuwa content, kila mmoja analizungumza kwa namna ambavyo yeye anavyolifahamu. Kwa Diamond Platnumz kurudi nyuma inawezekana, na inawezekana kwa yuko sawa kabisa kurudi nyuma, kwa sababu pengine amejitoa kwa namna kubwa, lakini msaada wake hauonekani. So mimi siwezi jua kiundani, lakini kwa namna ambavyo wao wenyewe wanavyozungumza na familia Diamond, the way walivyoongea, na ni kweli, ukiangalia ni kweli Diamond alihusika kwenye matibabu ya mkubwa Fela kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu wote tunajua kwamba hospitali hizi kama TMJ ni very expensive. Tunajua wote kwamba India ni gharama zake ni kubwa sana. Wasanii wengi wameomba misaada mbalimbali kwa ajili ya kwenda India kutibiwa tu, lakini kwa mkubwa Fela hatukuwahi kusikia akiomba msaada au familia ikiomba msaada, kwa maana Diamond kweli aliparticipate. Lakini licha hivyo, mwanamke yule alipewa fedha pia, umeshanielewa? Sijui na ni vitu ambavyo pengine tunaweza tukasema kama labda familia ya Wasafi wanavizungumza, lakini tunaweza tuka appreciate kwa sababu tuna akili timamu, kwa sababu sikuona familia ya Fela, sikuona clip yoyote ama voice yoyote wakijibu na wakukanusha kusema kwamba Diamond hakuwahi kumsaidia. Umeelewa? Wamenyamaza kimya. It means kwamba ni ukweli Diamond alimsaidia. Na wengi tunajua Diamond amewasaidia wengi, sio tu mkubwa Fela. Kama mtu anaweza akakusaidia kwenye raha tu, kwa maana kumchukua msanii mtaani, kumleta kwenye kumbrandi, kumpa maisha mazuri. Sasa sembuse mtu mwenye maradhi, hapo kizingatia Fela ni kama baba yake, kwa sababu kiumri ni mkubwa, lakini pia kwa namna moja nyingine amefanya naye kazi. Kwa hiyo kwa Diamond mimi naweza nikaamini kweli amemsaidia Fela, kwa sababu ameshawasaidia wengi na wengine tunawajua. Je, ni sahihi kwenye familia ya Diamond Platinum tunaona Mama Dangote, lakini pia tunaona Esma na wengine akina Baba Levo kuzungumzia sakata hili na direct kuonesha kwamba mkewe mkubwa Fela ni yupo wrong kwenye jambo hilo? Wako sahihi sana, wako sahihi sana, tena sana. Unajua kuna vitu vinauma sisi binadamu, vitu vinauma sana sana sana. Auoni kwamba Diamond yawezekana anahusika, wamzungumzie yeye ndio anawatuma hawa watu? No, hawezi kuhusika, hawezi kuhusika kwa sababu moja au nyingine. Wao wanajua. Unajua nikwambie kitu kimoja. Kwa hiyo sawa, wao wanajua. Ina maana mimi ninavyofahamu, ili kutoa msaada kuna sometimes inatakiwa iwe secret, ili madi kutunza siri kwamba fulani anasaidiwa. Kitendo cha kuonesha familia nzima wanafahamu uhalisia wa jambo hilo, ina maana wakati anatoa msaada familia nzima naitangazia, au mimi ndo nipo wrong kwenye situation kama hiyo? Wewe ukifanya jambo lolote kubwa, kwa sababu unajua unapozungumzia millions of money ni jambo kubwa hilo. Kwa maana familia kwa namna moja nyingine pia unaweza kaidhulumu. Unajua milioni 100, milioni 40 ni pesa nyingi. Kwa hiyo ni lazima kuna sehemu kwenye familia kidogo utasitisha kwa ajili ya kusolve hilo swala. Kwa hiyo lazima mama atajua, dada atajua, pengine na watu wanakuzunguka, kwa sababu kama Don Fumbo ni mwasibu wa Diamond, yeye ndio mtu ajiela. Umeelewa? Sijui. Kwa hiyo kujua ni jambo la kawaida, na asikwambie mtu. Uwezi kumsaidia mtu pakubwa, especially kwenye maradhi, watu asijue, ni ngumu. Kwa sababu wewe utatoka utasema unaenda wapi? Kwa mfano wengine wana familia, kafano Diamond ana mke anaitwa Zuchu.
ana mama yake, atasema mimi nakwenda Temeke kufanya nini? Lazima atasema nakwenda kumuona Mkubwa Fella. Umeelewa sijui? Haya, na pia yeye mwenyewe familia yake itahitaji pia itoe msaada kwa Mkubwa Fella, kwa sababu Mkubwa Fella sio tu Diamond, mpaka Mama Dangote. Amezungumza Mama Dangote kwamba last time wakati Mkubwa Fella anapata maradhi alipigiwa simu yeye. Ana mke huyu wa Fella alipigiwa simu Mama Dangote akamwambia, Mama Dangote akafika Temeke hapo, kuna hospitali gani sijui, akafika Mbagala hapo, akamuona, akaongea na Diamond, wakati Diamond hayupo nchini Tanzania. Diamond akamwambia mama amekuja ameenda na hela hapo, akamwambia sijui na nini, akapiga simu kuna sehemu bana itoke milioni 5 hapo watu waachiwe na nini. Unaona hapo sasa familia, yani hakuna usiri tena hapo, familia inajua. Familia kuongea ni wajibu. Kwa sababu gani? Hata wewe uwezi kumwona kaka yako anatoa fedha aliyakuwa wewe una shida na fedha, anatoa fedha anamsaidia mtu, haijalishi kwa maradhi, haijalishi kwa raha. Umeelewa sijui? Ukafurahia tu ni ngumu. Umeelewa? Sisi binadamu na fedha ndio kila kitu. Na sio anayetoa sadaka, kila anayetoa sadaka msikitini au kanisani ukafikiri labda roho yake imefurahi tu. No. Hili jambo la kiimani. Lakini muda mwingine mtu nafsi na inamuuma. Kwa sababu fedha ndio sabuni ya roho unajua. Kwa familia kuongea, kuzungumza ni kweli inauma. Na inauma kwa sababu Mama Dangote ni mama mzazi wa Diamond. Unapomwona mwanao ana participate kwenye jambo fulani, anajitoa kwenye jambo fulani, unakaa naye anazungumza, mama hivi na hivi. Unaona yani mwanao jinsi gani anavyojitoa. Alafu akitokea mtu akionyesha kama hajali. Anyway, tumeona maongezi tuseme interview ya mkewe Mkubwa Fella, lakini tumeona interview ya mwanawe, na bado kuna kwenye Insta account ya mtoto wake wa kike Mkubwa Fella tumeona namna gani yupo upande somewhere, lakini tuliweke sawa kwa sababu lengo kubwa ni kuweka sawa mambo. Kwenye Insta account ya mtoto wa Mkubwa Fella anasema ya kwamba haijalishi mama unauguza, lakini watu hawapendi kuona furaha yako. Je, ni kweli kipindi ambayo pesa ya Diamond Platinum inatoka kwa ajili ya matibabu ya Mkubwa Fella, kipindi hiko licha ya kuwa yupo kwenye wakati mgumu, lakini bado akaamua kutumia fursa hiyo kwenda kuenjoy Dubai na sehemu nyingine za starehe? Je, unaona ni sahihi kwa huyu mwanamama kufanya hivi kama kuenjoy au kupata faraja ya moyo? Kabla sija kujibu nikuulize swali. Wewe mwenye nyumba, una nyumba yako, mpangaji unamdai miezi 2 akupi fedha yako, unafika kwake unamkuta anakula nyama, wewe utafurahia? Ni nyama na ni yake, siwezi kujua wapi amepata. Ni sawa, utafurahia? Yani nataka nijue. Kwa sababu Diamond hela aliyoitoa hana uhakika moja kwa moja kwamba enjoyment aliyoenda kuifanya huko ni kupitia hela yake. Sawa, umeenda msikitini umetoa sadaka, si ndio maana yake? Kuna ustazi, yani umeenda msikitini umetoa sadaka, lakini kuna ustazi unamuona tu, labda shughuli zako unazijua, lakini unamuona yeye maisha yake akabadilisha hichi, kama kafanya hichi, lakini shughuli zake mnazijua na mtaani pale. Utakuwa na imani kwamba sadaka zako zinakwenda sehemu salama? Kwani lengo la sadaka msikitini ni ipi? Kwa ajili ya kumtolea Allah, Mwenyezi Mungu. Lakini pia wewe binadamu mwenye akili unaangalia unapotoa hela. Si mshaelewa? Kwa hiyo kwa Diamond ni binadamu. Hata mimi. Wewe unauguza. Hatukatai kusafiri, ni jambo la kawaida. Unaweza kusafiri kwa michongo, unaweza kusafiri kwa vitu vingine tofauti tofauti. Alafu kingine kumbuka, hii dunia haina siri. Huyo mke wa Fella inawezekana huko Dubai alipoenda, anapoona yeye ameenda labda kwa siri na nini, usikute huyo aloenda naye au huyo alomfuata au alokuwa naye akaongea ukweli. Maana huko watu wanapiga mpunga. Kikubwa kwenye familia ya Fella ambacho kwa sasa wanatakiwa kifanye ni kukaa kimya. Kwa namna ambavyo wanavyozungumza wanazidi kutengeneza mambo yanakuwa makubwa. Alafu kwa wao si wa kufanya hayo. Unajua wao ni watu ambao wanatakiwa wawe watu ambao wana huzuni kubwa sana, kwa sababu ndio wanaouguza. Diamond yule ni bosi wake, ni meneja yake tu, as a best friend tuseme, si ndio? Like kama ndugu tu jamaa. Lakini kuna mtoto, babake yule mzazi, unakaa mtandaoni unalopoka sio na nini, unatengeneza nini kwa watu wengine ambao hawajaja hata kusaidia, lakini pengine wanatarajia kwenda kusaidia baadaye. Subscribe Miujiza TV.